wa mchezo wa nusu fainali ambao utakwenda ni nusu fainali lakini ni fainali. Ni nusu fainali lakini hii ni fainali kwa upande wa mnyama, kadhalika kwa Stellenbosch. Nani atakuweza kuondoka kuelekea upande wa fainali? Ni Simba ama itakuwa ni Stellenbosch? Kwa vile Simba Tanzania tuko pamoja na mnyama mpaka kwa pia atakapofunga safari zake kwa Afrika Kusini majira ya saa 10 kamili za jioni. Taifa la Tanzania, bendera ya Tanzania, Watanzania wote, wananchi wote, wote hajalishi itikadi za dini na chama wala makabila, wote natumai kesho macho pia wataelekeza pale Afrika Kusini ambako itakuwa Tanzania ikiweza pia kusherehekea pengine kwenda katika upande wa nusu fainali. Ni mnyama kuweka historia kupanda siku ni mechi ambayo Tanzania kama ulivyozungumza kuacha itikadi zote za dini, rangi pamoja na ukabila. Kuna possibility kubwa sana ya kesho Watanzania wote kwenda kuungana na kushuhudia historia mpya ambayo mnyama kuna uwezekano mkubwa sana akaenda kuiacha ama kuiandika kwa wino mwekundu kwenye ardhi ya South Africa, especially kwenye eneo la Durban ambako mechi hiyo itakwenda kuchezwa majira ya saa 10 kwenye siku ya Jumapili baada ya maziko ya Papa mtakatifu aliyezikwa siku ya Jumamosi. Na wao Simba wana jukumu kubwa kabisa la kwenda kuionyesha dunia kwamba tukio lingine wanaweza wakalifanya likashangawa ama likawa ni tukio ambalo kwa namna moja ama nyingine likawa ni kama historia nyingine ambayo Watanzania wataendelea kulijadili baada tu ya kufika saa 1 za jioni ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya ardhi njema ya Rais mama yetu kipenzi, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Suluhu Hassan. Ni siku ya kihistoria kama ambavyo mmezungumza, lakini kwenye historia hiyo ambayo Simba wanatakiwa kuifanya ni lazima pia tuwakumbushe wanaotusikiliza kanda kwamba siku hiyo ya kesho pia Stellenbosch wanatamani kuandika historia kama ambavyo imeandikwa historia jana na timu ya kizazi kipya kutoka pale Egypt ambayo imeandikwa dhidi ya FC Pyramid kuingia fainali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika baada tu ya kuitandika Orlando Pirates kutoka pale South Africa. Weka pembeni ya kwamba Stellenbosch anahitaji hii mechi, sisi tuko nyuma ya Tanzania wote ambao wanatusikiliza, lakini vile Simba anawakilisha Tanzania kama ambao pia wadau mbalimbali wamezungumza, shabiki mbalimbali pia shabiki alialia wa Taifa Stars na Bongo Zozo akiombea Taifa Stars Simba kwenda kufanya vyema. Lakini ukitazama sasa kwa upande wa Simba, Watanzania wengi wanatamani kuona timu hii ikiweza kutinga katika hatua ya fainali, na haijalishi itakwenda kucheza na nani, haijalishi itakwenda kucheza kwa kiasi gani, haijalishi vile Stellenbosch naye vile hii mechi anaitaka, lakini ni namna gani Simba akaweza kuondoka na ama akaweza kupata alama, mbinu gani anaweza kuzitumia kuondoka na ushindi ama kulinda alichonacho, lakini kubwa zaidi ukiachana na kulinda, kubwa ni kutinga hatua ya fainali. Kwenye mechi kama hizi kama nyingi lazima mwalimu awe na multiple tactics, lazima awe na mbinu zaidi ya 2 au 3 ambazo anaweza akaziplai kwenye mechi moja, kwa maana ya multiple tactics into the single game. Kwa nini najaribu kuzungumza hivi? Kwa sababu inakuwa ni mechi ambayo ni ya decision. Mechi za maamuzi zinahitaji mbinu zaidi ya 2-3 ambazo mwalimu anaweza akaziapply kuhakikisha kwamba anapata matokeo. Ingawa kuna scenario umeiona inatembea kwenye mitandao ya kijamii kwamba mwalimu Panzo anaweza akawa ni mmoja miongoni ambao labda kuna majeraha, na ingawa mimi bado hizo ni za mitandao ambazo zinatakiwa kupuuzwa. Sasa Simba anawezaje kutinga fainali na mechi anatakiwa kuicheza katika mazingira yapi ili aweze kuhakikisha kwamba anaifikia hiyo rekodi ambayo tumejaribu kuzungumza hapa wa Tanzania kuiona kesho Simba ikifika hatua ya fainali. Nimeanza kwa kuzungumza jambo moja, mechi hii inahitaji multiple tactics.
zaidi ya 3 kuweza kuhakikisha kwamba unakwenda kuimaliza mechi. Na mbinu ya kwanza, mwalimu alishafanya analysis ya kuangalia weakness na strengths, kuangalia mapungufu na ubora wa timu ya Stellenbosch iliyoko chini ya Steve Barker, mmoja mwalimu bora sana miongoni mwa walimu walioko kwenye ligi ya South Africa. Sasa kama mwalimu ame-evaluate weakness pamoja na strengths, maeneo ambayo mimi nayaona kitaalamu kwenye mbinu ya kwanza ambayo mwalimu atalazimika kuitumia kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo ni kuhakikisha timu ya Stellenbosch inakosa utulivu kwenye maeneo mawili ya muhimu sana ambao ataisababisha Simba kufanya mambo aliyoyapanga kwa usahihi zaidi. Yako baadhi ya maeneo, hususan mfano kwenye eneo la attacking side pamoja na defending side. Kwenye eneo la ushambuliaji, Simba watalazimika kwa namna moja ama nyingine kwenda kumzuia Andre de Jong, mchezaji ambaye aliwahi kufanya makubwa huko New Zealand, aliwahi kufanya makubwa huko Australia. Ni mshambuliaji ambaye amecheza mechi 8 na magoli mawili, mmoja mshambuliaji ambaye ana most contribution ya zaidi ya 60% ya namna ambavyo Stellenbosch wanaweza wakapata magoli. Huyu ni aina ya mchezaji ambaye lazima kwenye eneo la mbele yeye ndio anatengeneza turn up. Wakati timu ina flow, yeye huwa ndio ana receive mpira na anageuka kuanza kuzitupa mipira kwenye flanks, kwa maana ya kulia na kushoto, left and right. Akishazigawa zile pasi, yeye anasogea kwenye center ya eneo la katikati na kusubiri mipira ya cross ama mipira ya pasi ili aweze kuinconvert into the net na kusababisha timu kupata matokeo. Kwa hiyo eneo la kwanza ambalo mwalimu atatakiwa kuliangalia ni eneo la mbele ambako yuko huyu mchezaji, akahakikishe kwamba wachezaji hawa anawakaba. Kuna baadhi ya mchezaji anatakiwa kupewa hata mtu kwenye dakika za kwanza kwa kucheza man to man ili kuhakikisha kwamba timu inakwenda katika ubora ambao ni mkubwa zaidi. Eneo la pili ambalo Simba italazimika kuhakikisha kwamba linakosa utulivu, kwa sababu Simba kwenye mechi ya kesho ana possibility kubwa sana. Pale ambako atapata goli moja, maana yake atakuwa amefikisha magoli mawili, atatengeneza mlima mkubwa kwenye timu ya Stellenbosch wao kuhitaji kufunga magoli 3 ili kuweza kuadvance into the final, kwa sababu ya extra ya namna ambavyo goli la ugenini limekuwa linafanya kazi kubwa sana kwenye mpira wa Afrika. Eneo la pili hili ni la defending side. La defending side kwa upande wa timu ya Stellenbosch. Stellenbosch wana beki wawili ambao wana ubora mkubwa sana, lakini beki mmoja tu mkimpelekea pressure akakosa utulivu, ndio mtu pekee ambaye huwa anawafanya Stellenbosch wanakosa matokeo. Yuko Fawad Bastien. Huyu ni mchezaji wa zamani wa Marumo Gallants, anaifahamu vizuri sana ligi ya South Africa, ana experience kubwa sana namna ambavyo amekuwa anafanya defending, pamoja na mchezaji kutoka West Africa ambaye ni Tule, yeye amekuwa na ubora mkubwa sana kwenye eneo la defending. Sasa hawa wachezaji kesho lazima mwalimu atengeneze mfumo wa kwenda kuwashambulia, wakose utulivu kwenye eneo lao la defense, wawe defending disorganized, na kuwafanya makosa ili Elim Panzu pamoja na Kim Dennis waweze kuunlock zile beki zingine na kuweza kupata matokeo. Eneo la kwanza ni kudisturb ubora na weakness za timu ya Stellenbosch kwenye eneo la uchezaji. Lakini cha pili, Simba ili kutinga hatua fainali kesho, lazima mwalimu atengeneze mpango mkakati kwenye idara ya ushambuliaji ya timu ya Simba, bila kusahau kutengeneza mfumo mama bora zaidi ambao utaweza kumpa matokeo. Mfano, kwa sasa hivi mchezaji mwenye work rate bora ndani ya Simba kwa upande wa international game pamoja na ligi ya ndani ni Jean Charles Ahoua. Tunamwona ni miongoni mwa wachezaji ambao kwenye 12 goals, magoli takriban 12 kwenye ligi kuu, na anafanya kazi nzuri sana. Lakini ukimtazama Jean Charles Ahoua kwenye ligi ya ndani kimataifa ambako tunakuzungumzia kwenye continental competition, kacheza michezo 9. Ni aina ya mchezaji ambaye ana wastani wa kila mechi kuweza kuchezeshwa na Simba kafunga magoli 5. Ni aina ya mchezaji ambaye yeye
ndiye mwenye mazingira makubwa sana ya kuipatia Simba magoli, kwa sababu amekuwa ni mchezaji ambaye kwa namna moja ama nyingine ni kama extra player ambaye yeye anafanya majukumu yake pasipokuwa na books. Sasa kwa kesho mwalimu lazima angalie mfumo sahihi wa kwenda kucheza ukiwa away ili usifungwe na wakati huo unatafuta goli. Mfumo huo ni upi? Mfumo wa kwanza lazima aingie na 4, kwa maana ya kuingia na mabeki wanne, ambao kesho mfumo wa kwanza nao asianze na 3-5-2, kwa maana ya kuwa na mabeki watatu, viungo watano na washambuliaji wawili. Kesho lazima awe na back 4, kwa sababu hawa Stellenbosch watatafuta goli lolote lile la mapema ili kuweza kulevel aggregate. Akiingia na mfumo wa 4-3-3, kwa maana kwamba unaingia na mabeki wanne, hao mabeki wanne kazi yao kubwa kwenye dakika 30 za kwanza ni kudefense ili uwe salama zaidi kabla ya kuangalia mpango mkakati wa kujilinda. Na mabeki wanne wapo. Bahati nzuri kwenye traveling squad kanda uliona hata Shea Malone Fondo ukuta wa Yeriko naye ni miongoni mwa mabeki ambao wamesafiri, ingawa sasa hatujui kama anaweza akawafiti. Mabeki wanne wa Simba wanafahamika ni wakina nani, anaweza akawa ni Mohamed Zimbwe Junior, lakini pia tuna Baba Esther kwa maana Shomari Kapombe, tuna Shamo Korabu pamoja na Abdurazaki Hamza. Kwa kesho kwa dakika 30 za kwanza hawa mabeki ambao wanaongezeka wanakwenda kutengeneza overloading kwenye eneo la attacking, wanakwenda kutengeneza uzito na intensity nzito zaidi kwenye eneo la ushambuliaji. Hawataki kushambulia sana dakika 30 za kwanza ili kutengeneza mazingira ya wao kuwa salama sana. Halafu viungo watatu ambao watakuwa na uwezo wa kukaba, viungo watatu watakaoanza kesho wanatakiwa wawe na athiri ya kukaba. For instance, kuna Kagoma, kuna Fabrice, lakini hawa wachezaji ningetamani zaidi aongezeke mchezaji mwingine mwenye asili ya kukaba. Sasa sijajua kama Debola Fernandez Mavambo anaweza akawa ni miongoni mwa viungo ambao anaweza akaongezwa kuhakikisha kwamba kunatengenezwa mabeki ambao watengeneze utulivu wa eneo la kushambulia pamoja na kujilinda ili kutengeneza watu saba ambao watakuwa na ubora mkubwa. Halafu wachezaji wa mbele Kim Dennis, Elim Panzu pamoja na mshambuliaji mmoja kama ataanza kwa maana Ateba ama Desi Mkwara, Simba ingie katika system ya namna hiyo. So mwalimu David Fadlu alichokizungumza pale Durban ni kwamba malengo ya rais wao pia Mohamed Dewji ni kutawala soka la Afrika, na malengo yake vile vile aliyopewa na management pia na kufuata maelekezo ya management ni kulitawala soka la Afrika. Hivyo basi ni lazima kuweza kufika katika hatua ya finali ya kombe la shirikisho, lakini kusema kwamba sio shirikisho, mwakani iwe mvua iwe jua lazima washiriki upande wa championship. Hii inakupa taswira gani na kuelekea mchezo? Maana yake taswira kubwa ambayo inaonekana kwamba ukiona mdhamini ama miongoni mwa club sponsor Mohamed Dewji, moja ya matajiri wakubwa kabisa barani Afrika. Ukitajiwa matajiri walioko barani Afrika ambao ni matajiri zaidi, huwezi ukamwacha yeye Mohamed Dewji, huwezi ukamwacha Yusuf Bakresa, huwezi ukamwacha Aliko Dangote, huwezi ukamwacha the businessman huwezi ukamwacha pia tajiri wa kikosi cha Mamelodi Sundowns ambaye leo wenda akawa anafurahia namna ambavyo mafanikio ya klabu yake yamekuwa bora zaidi wakati wakitinga fainali. Sasa angalia club objectivity ya Simba. Tajiri anatoa framework kwamba msimu huu wanatamani Simba tu si kwa kutamani kufika fainali, wanatamani kutawala soka la Afrika, na inawezekana kabisa kanda kutawala soka la Afrika, kwa sababu ukishakuwa na investment bora, umewekeza pesa, ukatafuta wachezaji bora, kuna uwezekano mkubwa sana wa kuja kulitawala soka la Afrika in terms of performance. Angalia mfano FC Pyramid pale Egypt, wao mfumo mzima wa kuanza kupanda ligi ulianza mwaka 2008 na ilikuwa ni mchakato mdogo tu wa kwenda kutengeneza timu ambayo itakuwa na ushindani. Baadaye akaja tajiri akaihamisha timu 2018 na kuirudisha Cairo mjini zaidi, ilikuwa timu ya kiushindani zaidi. Leo
tunavyozungumza hawa FC Pyramid wamejaribu kuwekeza kwa kutafuta wachezaji ambao wana ubora mkubwa. Tumemwona Fiston Karama yeye ambaye alikuwa anasema Yanga Afrika, leo ndio mshambuliaji wao bora zaidi, na jana aliweza kupachika magoli mawili. Tayari wamecheza fainali ya klabu bingwa barani Afrika kwa sababu ya investment ya kuwekeza pesa. Kwa hiyo anachojaribu kuzungumza Mohamed Dewji, kinawezekana kabisa kwamba Simba ikawa ni miongoni mwa klabu ambayo itatawala soka la Afrika, lakini lazima waanzie nini? Waanzie kesho. Umeniuliza swali kwa namna ambavyo amezungumza Mohamed Dewji, na itazameje Simba kwenye soka la Afrika, lakini pia kuelekea kwenye fainali, kwenye mechi ya jana ya kesho yenyewe ambayo inakwenda kuchezwa. Moja, unapoona malengo kama haya, mwenye timu anakuja anawaambia mfanye hiki, maana yake nini? Wachezaji wa Simba mmoja mmoja sasa hivi wanajua malengo ya tajiri tu si kombe hili la kufika fainali na kuchukua kombe la shirikisho. Maana yake sehemu walipo ni sehemu nyepesi, wanatakiwa zaidi kupambana kuhakikisha kwamba wanarejea kwenye Champions League ambako kuna mashindano makubwa zaidi. Kumbe sasa kufika fainali kwa Simba, kwa maneno ya Mohamed Dewji, ni lazima. Yani wao Simba kufika fainali kwa maneno ya Mohamed Dewji ni swala ambalo ni objective ya klabu na ni lazima. Sasa kwenye scenario hiyo manake nini? Wachezaji saikolojia watakuwa wamejua malengo ya tajiri, malengo ya klabu, lakini pia maneno kama haya bosi huwa sio bure. Kuna extra bonus hazijasemwa tu, lakini kuna possibility kubwa sana management na wachezaji wa Simba akiwemo akina Elie Mpanzu, akiwemo akina Deise Mkara, akina Joshua Mtare, akiwemo akina Musa Pini Kamara, kuna possibility kubwa sana, kuna extra bonus amount of money ambayo mbosi ameahidi kama zawadi pale ambako Simba inaweza ikafika hatua ya fainali. Ndio maana sasa ya kauli kama hii, lakini maana nyingine ya kauli kama hii ya tajiri ukihusianisha na soka la Afrika, alishaanza kuona na kupima kwamba kuna neno moja linasema you must believe that one day impossibility can become possible. Is only slow believing. Impossibility can become possible only slow believing. Maana yake nini? Huenda Modewji ameanza kuamini yasiyowezekana huwa yanaondolewa na imani tu. Yaani imani inakwenda kuyaondoa yote yasiyowezekana. Kumbe Simba kwa namna inavyoenda, kuna possibility kubwa sana, kuna uwezekano mkubwa Simba ikaja kuwa miongoni mwa klabu ikawa tishio zaidi barani Afrika katika mataji, kwa sababu tayari imeanza kuonesha kwa imani pamoja na investment ambazo klabu itakwenda kuzifanya. Sasa hii ni scenario ambayo inakuonesha kwamba Modewji analitazama soka la Afrika na kwa ukubwa akilinganisha na Simba. Anapoiona Afrika anailinganisha na Simba. Kwa nini sio miongoni mwa zile timu zinazocheza ligi ya mabingwa barani Afrika? Alex, ukitazama Simba iko Afrika